Kiswahili kimepata nafasi. Na jana nilikutana na mama mmoja, mwalimu wa Kiswahili, ni Mrusi, anaitwa Natalie, ambaye ndio anaandika vitabu vyote vinavyofundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Kirusi, na alinipa kitabu kimoja jana mfano. Kwa hiyo lakini hata ule rais wa kile chuo cha Rhodes University alikuwa ananiongelesha Kiswahili. Kwa Kiswahili kimeenea. Hata nilipokuwa nikitoka, waandishi wa habari na kamera vyao, shikamoo mama, mama Samia shikamoo. Unajua kwamba Kiswahili kinaenea. Kwa Kiswahili kimepata nafasi. Pamoja na kwamba UNESCO ambayo iko Ufaransa ndio imekuza Kiswahili kukifanya lugha ya kimataifa, lakini sasa mataifa yanakichukua na kusomesha. Lakini kama tulivyosema kwenye vikao vingine kwamba tunaingia kwenye hatua nyingine na wenzetu wa Russia. Utalii wa Urusi ni mkubwa, na wamesema kwamba tutakapoleta ndege ikianza Air Tanzania, Azur Air ikianza kuja Tanzania, wanahofu kwamba hoteli zetu hazitatosha. Kwa hiyo tumewapa na wameomba nafasi tuwape maeneo wajenge mahoteli. Maeneo yapo Serengeti, kuna maeneo Morogoro, tunaweza tukapata maeneo wakajenga. Zanzibar tunaweza tukapata maeneo wakajenga, na maeneo mengine, maeneo yapo. Sasa na sisi tumewahakikishia kwamba na sisi tutafundisha Kirusi ndani ya vyuo vyetu, na chuo kinachofundisha lugha ni UDOM. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea na waziri wa elimu kwamba sasa UDOM ijitayarishe kufundisha Kirusi ndani ya chuo chake. Tukifundisha, uwekezaji wote huu Urusi waliojipanga kufanya Tanzania watapata watendakazi ambao lugha zinaelewa. Lakini nyingine, vijana wa Kitanzania wakisoma na akitoka nje, kuna mfuko wao wa vijana unaowezesha kufanya biashara. Air Tanzania ipo, ni rahisi Mtanzania kupanda Air Tanzania kuja hapa, akabishana na Mrusi wewe, akachukua vitu vyake akarudi, akaja akatuzia. Kwa hiyo faida kubwa. Russia ni mshirika wetu mkubwa toka miaka ya 60. Lakini kuanzia hapo Mwalimu Nyerere alifanya ziara ndani ya nchi hii mwaka 1969. Ndio alifanya ziara yeye Mwalimu Nyerere. Na toka hapo hakuna kiongozi mkubwa wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifanya ziara Russia. Ndio nimefuata mimi sasa hivi miaka mingapi baadaye? 57 baadaye ndio nimefuata. Lengo la kuja Russia ni kuja kuhakikishia kwamba Tanzania bado tunawahitaji, bado tuna mengi ya kufanya sisi na wao kwa maendeleo yao, lakini kwa maendeleo yetu, kuhakikishia kwamba Tanzania tumefungua milango. Na unapofungua milango, wa kwanza kumshika mkono mwende pamoja kwenye maendeleo ni ndugu yako. Huyu ni ndugu yetu ambaye alitushika mkono siku nyingi pamoja na wengine. Kwa hiyo tumekuja kuhakikishia kwamba Tanzania tuko pamoja nao, tumefungua milango, tuna maeneo kadhaa ya ushirikiano, waje tufanye kazi pamoja. Ndio lengo kubwa la ziara hii.